وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. tukiendelea na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam zilizokusanywa ndani ya kitabu Riyadhus Salihin, baada ya kumaliza mlango fi bayani kathrati turuqil khair, unaofuata ni mlango wa 14 katika kitabu hichi unaoitwa babul iqtisadi fi taa, mlango wa kufanya kati na kati katika mambo ya sunna. Al-iqtisadu ay tawassutu. Neno iqtisad yani kufanya mambo kati na kati, si mzigo mzito ibada kiasi ambacho itakumuelemea mtu ikawa aichukie dini. Ni kati na kati, aifanye mtu dini, atekeleze ibada kuanzia za wajib na khalafu azikabili za sunna, huku anapenda, huku amechangamka, huku akimaliza amefurahi, sio kuwa mzigo mzito kumuelemea mtu. Hii ndiyo maana ile kusudiwa al-iqtisad. Na iktisadi hii imekusudiwa fi adai al-ibada, katika kutekeleza upande wa ibada, kwa sababu neno hili iktisadi hata watu wa dunia wanalitumia wanapokuja katika mambo ya uchumi. Kuna mbinu maalum hutumika za iktisadi, yani kubana matumizi. Katika upande wa ibada si kubana matumizi, bali ni kuweka kati na kati katika ibada. Na hiyo inakusudiwa ibqa'i nafsi, kuibakisha nafsi katika hali ya uchangamfu bila ya kuichosha, wa daf'an lilmalali, na kuizuilia nafsi na kuelemewa na mzigo. Wa daf'an lilmalali anha, na kuizuilia nafsi katika kuelemewa na mzigo wa hizo ibada. Wa nafsul insani, na nafsi ya mwanadamu, fi tariqi al-ma'nawi, katika kupiga mfano upande wa njia ya kimaana. Kuna njia hii tunayoipita kila siku, njia ya hisia, yani barabara, na katika binadamu anapigiwa mfano katika njia ya kimaana. Unamchukulia kama yuko njiani anakwenda, lakini kwa maana. Mfano wake kadabbatin fi tariqi, ni kama mnyama anapokwenda katika njia al-hisi, njia hii ya barabara. Mnyama anapokuwa barabarani, fakama annahu idha hadda ala dabbati, basi kama ambavyo mwanadamu anapomkazania yule mnyama wake kwa kumtandika bakora na kumkata hatamu na kumchukulia nguvu ende kwa lazima, mnyama hasa huyu wa hisia, wakaddaha bil ihmali, na akamlazimisha kubeba mizigo mizito na huko ataka ende kwa nguvu, bil ihmali al-thaqila, wa qata'a al-masafati at-tawila, mnyama yule akawa anayakata masafa marefu, matokeo yake inqata'at bihi fi athna'i at-tariq,
hukatikiwa mnyama yule na safari katikati ya njia, ikawa anakotoka mbali na anakuelekea mbali, sasa mwenye mnyama amevunjikiwa, mnyama yutabani na pengine afike kukufa kabisa kutokana na hilaki aliyokutishwa ya kubebeshwa mizigo mizito, na halafu kulazimishwa lazima ende kwa spidi anataka mwenyewe bwana. Matokeo yake mnyama huchoka akakatilia mbali safari, ima kwa kukataa ukamjia unyama na akafanya vurugu, au ima kujifidia mbali, akabaki mwenye mnyama yule sasa hawezi mizigo yake kuipeleka popote, na sasa kaharibikiwa. Ina maana safari yake imevunjika. Walam yasil ila maqsudihi, na ikawa mtu hakufika kwenye maksudio yake. Huo ni mfano wa kwanza. Lakini kwa upande wa pili, wa idha rafaqa biha, mwanadamu anapomfanyia upole mnyama, wa mashaha, na akamwendesha mwendo wa taratibu, na akamtwika mizigo ya kiasi, wasala ila almuradi, anafika mtu katika makusudio yake, lakini wahana alaihi bibulughihi almaqsud, na ikawa amefika kutabani, yeye mwenyewe tabani. Kuna baadhi ya wakati anamsaidia mnyama, pahala pana kilima anateremka, kama ni gari anateremka, kama yuko juu ya mgongo wa mnyama anateremka kumpa nafasi apande. Safari yake itakuwa muda mrefu, safari yake itakuwa ngumu, safari yake itakuwa mbali, lakini atafika kwenye makusudio yake, kuliko yule aliyemlazimisha mnyama kwenda na kisha atakata safari njiani. Basi atakuwa tofauti na huyo ambaye kakubali kujitayarisha kidogo, anamsaidia mnyama wake baadhi ya wakati, anateremka katika kupanda kilima, na huku anamsaidia katika kumbebesha mzigo hafifu. Basi atafika, lakini yeye mwenyewe mchungaji mnyama atakuwa taabani, lakini atafika kwa tabu, ma laqiyahu min mashaqqati safari, kwa sababu ya yale aliyokutana nayo katika mashaka ya safari. Kadhalika huna, huo ni mfano tu. Hivyo ndo palipokusudiwa katika mlango babul iktisadi fi taa, asije akajitwika mwanadamu mizigo ya ibada kwa kudhani kufanya hivyo ndo anafanya barabara, ikawa ibada hizo zimemuelemea kwenye mgongo wake. Kama ana mke nyumbani, mke hana nafasi ya mumewe, na huyo mke kama ana mume nyumbani, imekuwa mume hana nafasi ya mkewe. Mke au mume yuko kwenye ibada tu. Watoto nyumbani hawana nafasi hata ya kupata kalima nzuri kwa wazee wao. Wazee wameshughulika na ibadati tu. Kwa namna hiyo itakuwa kama ni mnyama aliyebebeshwa na bwana wake mizigo mizito, akataabishwa kufika na kwenda kwa spidi kubwa na kupigwa sana. Matokeo yake ni kwamba hafiki popote, atavunja safari, kuliko yule ambaye kamchunga mnyama wake na kumsaidia atafika japo akachoka. Hapo ndipo palipokusudiwa katika mlango huu al-iktisadu fi taa. Tulianza mlango huu kwa kuisoma aya yake ya mwanzo ya Qur'an al-Karim, aya iliyosema a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, Taha. Tukasema kwamba Mwenyezi Mungu katika harfu hizi muqatta'ati anaapa kwa harfu hizo kwamba Qur'ani ni lugha ya Kiarabu ambayo ndani yake mna harfu 28 kama mfano wa Taha, alif lam mim ha mim yasin na kadhalika. Ikiwa wanasema makafiri Muhammad ametamka maneno hayo kwa sababu ya kubuni mwenyewe, basi lugha ya Kiarabu wanaitamka wengi, na wabuni na wao vile vile kwa kutumia harufu hizo anatamkia Muhammad, wayaseme maneno kama hayo kama inawezekana. Ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, hatukuteremsha sisi juu yako Muhammad Qur'ani hii ili uingie mashakani, ili uteseke, ili utaabike. Sio muradi wa Qur'ani kuja kumtesa mtu, illa tadhkiratan, isipokuwa Qur'ani imekuja kwa madhumuni ya maonyo, makumbusho, mema yamfaayo mwanadamu, mabaya yasiyomfaa mwanadamu. Tadhkiratan,
lakini makumbusho hayo yataweza kumsaidia liman yakhsha, kwa yule mwenye kuogopa. Tukasema aya hii ina mazingatio makubwa katika Uislamu, kwani ni aya ambayo amirul mu'minina sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum wa alayhim wa anhum ajma'in, yeye imekuwa sababu ya kuitambua haki kwake baada ya kuchelewa kutambua haki kwa miaka 5 tokea utume umekuja pale Maka. Sababu iliyomfanya aitambue haki ni aya za mwanzo za surati Taha, kama kisa tulivyokitaja katika darasa zilizopita. Ikiwa aya hizo zimemvuta mtu wenyewe si mtu mdogo katika Uislamu, ni mtu ambaye ni amirul mu'minin. Si amirul mu'minina tu, amekuwa Mwenyezi Mungu amemmilikisha, amempa kipaji cha firasa, utambuzi wa mambo ya ndani. Fikra yake inakwenda sambamba na wahi ukishuka, si mara moja, si mara 2, si mara 3. Ikiwa mtu kama huyo ameweza kuitambua haki kutokana na aya za hizi, ina maana ya kwamba watu au Waislamu wazamie sana hizi aya za mwanzo za sura Taha, kutizama namna gani zilimvuta mtu akatambua haki. Aya ya mwanzo kabisa, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, aya pili yake. Baada ya kiapo kabisa, sisi hatukuteremsha Qur'ani hii ili mja uingie mashakani. Hii kutokuingia mashakani mtu aifikirie sana. Uislamu ni dini as-samha, dini ambayo ina wepesi, dini ambayo ina kusamehe, dini ambayo inampa mtu kuipenda, dini ambayo inamfanya mwenye kuabudia ibada zilizoamrishwa katika dini hiyo azionee raha, azionee kwamba zinamfurahisha, zinamstarehesha, zinamburudisha, anaona tabu pindi akikosa kufanya zile ibada zile. Si kama ilivyokuwa kwa manabii waliotangulia. Manabii waliotangulia kabla ya Muhammad, amri zilizokuwemo ndani ya dini wakati huo ilikuwa ni mizigo migumu, mizigo mizito, mambo ya tabu na mashaka. Ibada ilikuwa kutekelezwa ni vigumu. Mtu kujitolea kwamba yeye sasa anafuata mambo ya dini ilikuwa ni vigumu. Hata Qur'ani inathibitisha hayo kwa kusema ameletwa Nabii Muhammadi wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim, amekuja kuwaondolea mizigo yao na mapingu yao ambayo yalikuwa juu yao, yamewakamata barabara watu wa nyuma. Mayahudi ilikuwa wawe watu wa mwanzo kumwamini Muhammad kwa sababu amekuja kuwaondolea mizigo mizito na mapingu yaliyokuwemo katika dini. Kama nini? Kama kukata nguo kila ikiingia najisi, sio kukosha, ni kuikata. Atakata mtu nguo mara ngapi na atakuwa ana pesa kiasi gani za kununua kila siku nguo mpya? Hata kama itakuwa ni mitumba katika wakati wa leo, basi mitumba hiyo kila siku. Nguo dasturi mtu ananunua mara moja, halafu anakaa miezi chungu nzima au miaka chungu nzima hajanunua nyingine. Chakula ndo kinaliwa kila siku. Lakini ilikuwa ni mzigo mzito, najisi ikiingia kwenye nguo sikukosha, ni kuikata pale pale kuingia najisi. Na ibada haifanywi pahala pengine popote ila ndani ya majumba maalum. Nabii Muhammad anasema u'titu khamsan, mimi nimeletwa hali ya kuwa ni mtume, nimekabidhiwa na Mola wangu mambo 5 lam yu'tahunna ahadun qabli, hajapewapo 5 hayo kabla yangu mimi hata mmoja. Katika hayo 5, nusirtu birru'b masirata shahri, kwanza mimi nimenusuriwa na woga kwa mwendo wa mwezi mzima. Woga si ujui, ulipooga na mimi nilipo ni safiri mwendo wa mwezi mzima ndo nitaukuta woga. Kwa maana hiyo mtume alikuwa woga huko mbele yake. Na jambo la pili ambalo ndio subject yetu ilipo, kuondosha mizigo na mapingu katika dini za nyuma. Waju'ilat liya al-ardu masjidan
وتربتها طهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. Na imejaaliwa kwangu mimi ardhi yote kuwa ni msikiti. Watu wa nyuma ilikuwa ibada hawaifanyi pahala pengine ila wapate majengo maalum. Lakini Nabii Muhammad anasema kwangu mimi ardhi ni msikiti ila mahala fulani fulani kama saba hivi, kwenye majaa ya taka, mahala mnamochinjiwa wanyama, vyooni, katikati ya njia, alimradi mahala kama mnamokogoshewa wanyama, ni katika sehemu ambazo chafu chafu. Lakini kama pahala safi, ardhi yote msikiti. Kondeni kwake mtu anaweza akaswali, marikiti madhalini safi pahala hapo anaweza akaswali, dukani kwake anaweza akaswali, kambini kwake kwenye hema lake anaweza akaswali, alimradi ju'ilat liya al-ardu masjidan wa turbatuha tahura. Na udongo wake pia ni chombo cha kujitahirishia. Idha lam najid al-ma'a, pindi hatukupata maji basi hakuna mateso kwamba lazima maji. Hapana, dini itamwepesishia mtu atayammam. Ikiwa kwa maji mtu anatakiwa atawadhe viungo kadha, na ikiwa kwa maji mtu ili aondoshe janaba au hedhi au nifasi ni kukoga mwili mzima, basi katika kutayamam kwa mchanga ni mikono na uso na mikono tu. Katika riwaya ya kutegemewa zaidi, hii riwaya ya Ammar ibn Yasir, imetaja kwamba ni viganja tu vya mikono. Bali katika sunna nyingine hadithi imethibiti kwamba mpaka kufika kwenye mirfaqaini pia imethibiti vile vile. Basi ni uso na mikono tu, hakuna kwenda kichwani wala miguuni wala pengine pote pale, ni uso na mikono tu. Na huko ndo kuondoa janaba, na huko ndo kuondosha tohara ndogo vile vile, hata kidogo vile vile. Kujitia tohara ndogo ni huko na janaba ni huko. Hii yote ni kuonyesha kwamba umekuja Uislamu kuondosha mizigo mizito na mapingu yaliyokuwa yamewafunga watu kweli katika ibada. Ma anzalna, hatukuteremsha sisi alaika alqur'ana, juu yako wewe Muhammad Qur'ani, litashqa, ili uingie mashakani, ili utaabike, ili upate taabu. La, sio madhumuni yake dini, sio madhumuni ya Qur'ani hayo. Maneno hayo yalimfanya Saidina Umar aseme ma ahsanu hadha alkalami, uzuri ulioje wa maneno haya. Ndio sababu ya kusilimu kwake huko. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ameiweka aya hiyo mwanzo wa mlango huu, al-iktisadu fi ta'a, kwa sababu inawafik ile subject ambayo anataka kuizungumza hapa. Aya ya pili ameweka yuridu Allahu bikumul yusra, anataka kwenu nyinyi Mwenyezi Mungu wepesi. Wala yuridu bikumul usra, wala hataki Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi uzito. Hii yote vile vile ni kuonyesha madhumuni ya Uislamu. Lakini Uislamu kwa bahati mbaya kwa Waislamu sisi wenyewe imekuwa ni dini ambayo haifahamiki vyema. Licha ya wasiokuwa Waislamu, sisi Waislamu wenyewe tumekosa kuifahamu dini yetu vizuri. Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo tunajitesa, tunajitia mashakani, tunajihangaisha hali ya kuwa dini nyepesi. Tunajiumiza katika misiba ya kufiwa kwa kufikiria sifa iwe nini kwenye tahtimu, na halafu kuna 40 pia inangoja mbali tahtimu, na baada ya 40 kuna hauli, mwaka unakuja, na baada ya mwaka kuna mwaka mwingine, na kila mwaka ukifika taabu na mashaka. Inabidi wakati mwingine mtu kuingia kwenye madeni makubwa hayalipiki. Hii ni mizigo tuliyojitwika katika kutokufahamu Uislamu. Ama Uislamu, yuridu Allahu, anataka Mwenyezi Mungu, bikumul yusra, kwenu nyinyi wepesi. Wala yuridu bikumul usra, na wala hataki Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi mazito. Hizi aya mbili ameziweka Imamu Nawawi kufungulia mlango iktisadi fi taa. Ni aya nzito sana katika kuelimisha ulimwengu Uislamu ni kitu gani na yepi yatakiwayo ndani ya Uislamu.
hakuna kujitaabisha, hakuna mzigo mzito, yataka kutekeleza ile ibada na dini kama ilivyoamriwa. Ni katika dini iliyokuja na samha sana Uislamu, impendezeshe yule Muislamu ajifakharishe kwamba yeye ni mtu bora kuliko watu wote. Tayeb, yuridu Allahu bikumul yusra. Aya hii ni mfululizo wa aya mashuhuri sana, maarufu sana, zilizomo katika amri ya Mwenyezi Mungu katika ibada ya siyam. Katika Qur'ani kuanzia aya nambari 184 kwenye sura Baqara zinapatikana aya hizo. Kipande cha maneno hayo kipo katika yuridu Allahu bikumul yusra. Kabla ya maneno haya Mwenyezi Mungu amesema nyuma, ayyaman ma'dudatin. Hiyo ibada ya saumu ni siku zenye kuhesabika, countable, 1 mpaka 30, 1 mpaka 29. Ni siku ma'dudatin zenye kuhesabika, 1, 2 mpaka 30. Kwa maana hiyo imekuwa ni chache sana. Pamoja na kuwa siku zenyewe ni chache, faman kana minkum maridan au ala safari, basi mwenye kuwa miongoni mwenu mgonjwa au yuko juu ya safari, fa'iddatun min ayamin ukhra, basi na aje atekeleze ibada ya saumu katika siku nyingine, hata kama si mwezi wa Ramadhani. Itakuwa ibada kaitekeleza sawa sawa sasa hivi katika ugonjwa na safari, na ale kwanza. Kwa maana hiyo Mwenyezi Mungu anataka kwetu sisi wepesi, na Uislamu umekuja kuondoa mizigo na pingu kwa watu. Na pamoja na hayo, wa ala alladhina yutiqunahu, aya zikaendelea, na juu ya wale ambao ibada ya saumu imekuwa ni mzigo kwao, itawafanya wataabike, itawafanya njaa iwasumbue, hawawezi kuchukua muda mrefu bila ya kula. Wagonjwa wa diabetes, wagonjwa ambao wanapata taabu na sukari, wagonjwa wanapata taabu na mambo ya pressure, hawawezi kukaa muda mrefu bila ya kula. Wao kula sana hawawezi, wala kukaa na njaa hawawezi. Kila mara japo kitu kidogo hivi yale, basi imekuwa funga yutikunahu, inamuelemea, imekuwa ni mzigo mzito kwake. Afanyeje? Kwake yeye hakuna hata fa'idatu min ayamin ukhra. Kwake yeye fidiyatun ta'amu miskin, ni kutoa fidia kwa kuwapa chakula maskini. Halafu ndio mbele yake tena yakaja hayo maneno ya kuonyesha yuridu Allahu bikumul yusra. Yameanza maneno hayo kwanza, basi kwa maelezo hayo hata vile vile ikakaririwa tena, wa man kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra. Imekuja baada ya kukaririwa tena, atakayekuwa kwetu miongoni mwenu mgonjwa au juu ya safari, basi na aje atekeleze ibada ya funga katika siku nyingine. Hapo ndipo ilipokuja haya na yakariri, ili Uislamu muelewe vizuri kwamba Mwenyezi Mungu anataka kwenu nyinyi wepesi, wala yuridu bikumul usra, wala hataki Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi uzito. Qala Mujahid wa Dhihak, amesema mmoja katika wanavyuoni wenye kufasiri maneno ya Qur'ani, bwana Mujahid pamoja na Dhihak, kwa mujibu wa aya hii yuridu Allahu bikumul yusra, anasema al-yusru al-fitru fi safar, kwa sababu ile siyaki ya aya inatokana na mambo ya funga. Basi kwa mujibu wa aya hii anasema Mujahid na Dhihak, al-yusru, ule wepesi wenyewe kwa hapa tunapozungumza aya hizi, al-fitru, wepesi wenyewe ni kula mchana, bisafari, mtu anapokuwa safarini na wakati anapokuwa mgonjwa. Wal-usru, na uzito kwa mujibu aya hizi, as-sawmu fihi, kufunga ndani ya safari ni uzito, na kufunga katika maradhi ni uzito. Anachokitaka Mwenyezi Mungu, yuridu Allahu bikumul yusra, anataka nyinyi mle mchana safarini. Na Mtume akaja akabarisha zaidi katika hadithi, anasema hii kula mchana katika safari rukhsatun, ni rukhsa katika rukhsa za Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu, inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an yu'ta azaimuhu, anapenda kupokelewa rukhsa yake anapoitoa. Akikupa usikatae, ishangilie.
ipendelee. Ona kwamba sasa hivi Mwenyezi Mungu hapa ameinolea mzigo. Kwa hivyo anapenda Mwenyezi Mungu anapotoa ruksa ipokelewe kama anavyopenda anapoona kwamba ametoa amri ya lazima inapotekelezwa basi na ruksa vile vile. Kwa hivyo Mujahid na Dhihaki wanasema kwa hapa al-yusru ni kula mchana mwezi wa Ramadhani katika saumu na uzito hapa ni kufunga katika safari. Lakini pamoja na kwamba aya hiyo iko katika kueleza mambo ya funga, walwajhu, sura ya aya yenyewe yuridu Allahu bikumul yusra, haitokuwa katika ibada ya saumu peke yake. Alwajhu al-umumul lafzi, sura ya aya inalenga kwenye kujumuisha tamko kwamba daima Mwenyezi Mungu anakutakia ni wepesi kwenye mambo yote, kwenye swala, si kwenye funga tu, kwenye kutoa zaka, kwenye kuoa, kwenye kuacha, kwenye muamalati, katika mambo yote. Sio kama Mwenyezi Mungu pako pahala pamoja tu anataka wepesi kwa nyinyi. Na kwa hivyo inafasiriwa kwamba al-yusru kwa kitu gani bwana? Al-yusru bwana pale ni kula mchana katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo msituingilie katika mambo yetu haya ya khidma na 40 na hivi na hivi. Haya sio mazito. Na kwa mujibu wa aya hiyo hapa palikuwa panazungumzwa mambo ya funga. La, al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi khususi as-sabab. Ibara ya Qur'ani siku zote huchukuliwa kwa kujumuisha maneno yake yamehusiana na hali zote na sio kwamba kitu fulani labda kwa funga au jambo jingine lolote. Kwa hivyo walwajhu umumul lafzi fi jami'i umuri din. Wanaendelea kusema hawa kina Mujahid na Dhihaki, pamoja na kusema kwamba al-yusru ni kula mchana katika safari na al-usru ni kufunga safarini, wanasema lakini walwajhu umumul lafzi, sura ya aya inalenga katika kujumuisha tamko lake fi jami'i umuri dini, katika yote mambo ya dini. Kama qala ta'ala, wanasema mfano mwingine kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika aya nyingine, wama ja'ala alaykum fi dini min haraj. Hiyo ndio imekusanya mambo yote sasa, sio saumu wala nini. Wama ja'ala alaykum, na wala hakujalia Mwenyezi Mungu juu yenu fi dini, katika mambo ya dini yote hakufanya Mwenyezi Mungu min harajin, katika uzito wote, hamna uzito. Hawezi mtu kusimama kwenye swala akakaa kitako, hamna uzito. Hawezi mtu kukaa kitako atalala. Ikiwa kulala kwake ataweza ubavu wa kulia kuelekea kibla itakuwa ni bora. Hawezi kufanya hivyo basi atalala mlalo wowote. Na swala yake ataiswali kwa kuashiria, akiashiria kwa akili, akiashiria kwa macho, akiashiria kwa moyo, Mwenyezi Mungu anaipokea kwamba ameitekeleza kama walivyotekeleza wale waliosimama wakarukuu na kusujudu. Kwa hivyo wama ja'ala alaykum fi dini min harajin, na kabisa hakujalia Mola wenu juu yenu katika mambo ya dini uzito wowote. Hii ndiyo millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada, ndiyo mila ya mzee wenu Ibrahim ambaye yeye ndiye aliyekupatieni jina kwamba nyinyi muwe waislamu hapo mwanzo na sasa hivi vile vile. Kwa hivyo Uislamu ni mila hiyo, kwa hivyo hamna uzito, mmesamehewa mambo mengi. Na sasa tunaingia katika hadithi zilizokuja katika mlango huu. Hadithi ya mwanzo kabisa baada ya ufunguzi kwa aya mbili hizo, hadithi ya mwanzo kabisa, wa an Aisha radhiyallahu anha, na kutoka kwa bibi Aisha Mwenyezi Mungu amuiradhi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dakhala alayha, anasema ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu siku moja aliingia nyumbani kwake bibi Aisha aliyakuwa ni mumewe. Wa indaha, na alipoingia bwana mtume nyumbani kwa bibi Aisha, na mbele yake bibi Aisha mraatun, alikuweko mwanamke mmoja. Kwa hivyo siku moja bwana mtume kaingia nyumbani kwake, yuko mwanamke huyo Haulahu binti Thuwaib ibn Hubayb ibn Asad ibn Abdul Uzza, wa hiya a'badi ahli al-Madina. Mwanamke huyo alikuwa ni mfanyaji ibada aliyewazidi hata wanaume wengi pale Madina.
akijulikana maarufu sana kwa ibada. La tanamu, usiku kucha halali mwanamke huyo, usalli, anasali tu. Kwa hivyo bibi Aisha alikuwa akimpenda sana mwanamke huyu, na akipenda mara nyingi aje kwake wazungumze pamoja, akipenda sana. Kwa hivyo siku moja bwana mtume kaingia nyumbani kwake, yuko mwanamke huyu Haulahu binti Thuwaib ibn Hubayb ibn Asad ibn Abdul Uzza. Kala, mtume anaonyesha mafunzo ndani ya Uislamu. Kaingia nyumbani kwake, kamkuta mtu, ikiwa anamjua au ikiwa hamjui, lakini anataka kusomesha jambo moja kubwa. Swala yake ilikuwa man hadhihi, je, Aisha nani huyu? Huo ndo wajibu wa mwanamume. Hata kama yule mwanamke, yani mke mtu, anazungumza pale na shoga yake tu, mwanamke mwiziwe, pana dhara gani mtu ataona? Hapana. Wangapi wanawake walio mafisadi wenye kuvunja nyumba za watu. Kuna mashoga wabaya sana wenye kufitinisha nyumba za watu, ima kwa kuja kuleta maneno ya uongo ndani mle, kwamba mumeo siku hizi pahala fulani hatoki, mumeo siku hizi iskaza kaza. Kumbe nyumba ile ikivunjika anaitaka yeye. Na wengine sio kwa kutia fitna hiyo tu, bali wao wenyewe ni wafisadi wa kumfisidia yule mtoto wa kike aliyoolewa. Wanamtaka kwa machafu ya wanawake kwa wanawake, wamfisidie yale matamanio ya kimaumbile aliotoa Mwenyezi Mungu kwa viumbe wake. Wao wanataka yende kwa mwanamke. Kwa hivyo wanamganda, hawamtoi. Wajibu wake mwanamume kila wakati anauliza, huyu nani? Mbona simjui? Hata kama anamjua, lakini pengine amepata hadithi fulani kwake yeye, pale inabidi awe mkali, atumie mikakati ya kwamba yeye qawwamuna ala nisa. Qawwamuna ala nisa sio kwamba mwanamke hawezi kutoka bila ruhusa yake tu. Qawwamuna ni msimamizi binafsi ya ile nyumba, ailinde, aichunge, asimwachie fisadi yoyote kuyaribu. Kwanza mtume anafundisha hivyo. Man hadhi, ye Aisha huyu nani unaongea naye? Qalat, pale bibi Aisha swala lile lilikuwa kama limemchonga rasba ya kutaka kujifaharisha kwamba huyu humjui, huyu ni mwanamke mtaabadi katika Madina nzima hivi na hivi, uchalali bwana, na mimi ndo ninamuita hapa kwa sababu nipate kuiga kama yeye. Pale swala ile kwa Aisha ilikuwa kama nimemchonga rasba, anataka kumsifu zaidi. Qalat hadhihi fulanatun, huyu ni bibi fulani, huwa ila kadha tadhkuru min salatiha. Ikawa Aisha yeye ndiyo faili mwenyewe. Na katika riwaya nyingine imekuja yadhkuruna, watu wanamzungumza mwanamke huyu min salatiha, kwa sala yake. Au hapa imekuja tadhkuru, ay Aisha tadhkuru. Ikawa bibi Aisha pale anataja sifa za mwanamke yule, huyu ni fulana bin fulana, yeye ibada zake zimekuwa namna kadha. Mtume amebaki kimya pale, anasikiliza statement kwa bibi Aisha kwamba mume wangu usiwe na hofu, huyu alioingia kwenye nyumba yangu si mtu mbaya, huyu ni mtu mtaabadi, na kwa hivyo ni mwanamke kadha. Qala, pale alipomaliza mtume akaguna, akatoa sauti ya harfu mbili, mimu na he. Kiswahili unaweza ukatoa mguno wa sifa uitambuayo wewe, wakati mwingine du, wakati mwingine hi, wakati mwingine singo hayo nakataka kila siku mimi. Yani utatoa sauti pale kiasi cha kumfahamisha mtu hii ilikuwa mtume amekusudia nini, kwamba kapendezee wala sifa zile zinazoweza pale. Hapana,
anasema katika kuizungumza kalima hii, ima kalimatu zajri, ni neno lenye kuonyesha kukaripia, si neno ambalo linaloonyesha kwamba kapendezewa. Kalimatu zajri, kalitamka mtume neno hili isharatan ila karahati dhalika, hali ya kuwa ni ishara ya kuchukia mambo hayo. Kachukia nini mtume? Hakumchukia mwanamke kwamba ni mtu mbaya. Alichukia kwa nini Aisha unamsifu kwamba halali kucha anasali? Sivyo ulivyokuja Uislamu hivyo. Na watu wa Madina wanampachika dina huyu mwanamke mtaabadi sana. Ikiwa halali kucha, basi mtume ameguna au ala, imekuwaje namna kama hiyo? Hivyo sivyo. Hiyo mtume kataja tamko hilo isharatan ila karahati dhalika. Na kwa nini kachukia? Khashiyatal malali, ameogopea kuja watu kukatikiwa na ibada, kukatikiwa na thawabu, kwa sababu uzito mtu akiutia katika Uislamu lazima iko siku atakwama katika ibada, atavunjilia mbali ibada. Iko siku mzigo utamuelemea na atafuruchuka kwenye ibada kama mkwezi aliyeteleza kamba ikamkatikia kwenye kilele cha mnazi. Kesha fika kileleni mkwezi, kesha temoa kisu, anaanza kukata makole ya nazi, mara ghafla kamba aliyokuwa kategemea zile zikaachana, na kwa hivyo yeye akawa anapeleka chini. Hivi ndivyo wanavyokatikiwa mtu na ibada kama ataanza kutia tashdidi katika mambo ya sunna. Fardhi imeshapimwa, fardhi imeshakadiriwa, fardhi imeshakisiwa. Hakuna hivi wala hivi, lazima ifanywe vile mzigo unavyotaka. Na hiyo fardhi maana yake ikutoshe kauli ya Mwenyezi Mungu, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kwenye hizo fardhi hizo keshaonyesha Mwenyezi Mungu katika ibada zote msamaha wake, kwenye siyamu, kwenye swala, kwenye kila kitu. Hata kwenye hija, kama imemtokezea mtu mambo ya miiko yaliyowekwa yasimtokezee, imemtoka damu, kakata ukuche, kafanya hivi, basi mwache atoe kafara tu ya mnyama, halafu ataendelea na ibada ya hija. Hakumpata mnyama, atafunga jinsi kadhaa, lakini amesamehewa. Ikiwa kishafika Arafa, yamebakia baadhi ya mambo, akitanguliza japokuwa si la mwanzo lile, siku tarehe 10 ile, kama atachinja kwanza na kama atanyoa kwanza, au kama atarembea kwenye jamra kwanza, sawa sawa. Ama itakiwazo ni kurembea kwenye jamra kwanza na kuchinja na kunyoa. Lakini lolote akilitanguliza mwanzo, basi naam, mtume kakubali, kwa sababu ni usamehevu katika dini. Kwa hivyo fardhi imeshakadiriwa. Hapa sipo inapozungumzwa fardhi. Fardhi tayari imeshaelezwa, hawezi kusimama mtu atakaa kitako kujistakata. Hapa panazungumziwa ibada za sunna, ibada za nawafil. Huyu mwanamke alikuwa kucha halali kwa ibada za sunna. Mtume ametoa tamko la kuguna kwa maana ya kukataa khashiyatal malali, kuogopea watu kuja kuvunjikiwa na thawabu au kuja kuwaelemea mzigo wa ibada, walfuturi ala fa'ilihi, na kuchoka juu ya mtendaji wake, fayanqati'a 'ala al-ibadati, akaja akakatikiwa mtu na ibada, allati iltazamaha, ambayo ibada hizo iltazamaha, yeye mwanamke yule alijilazimisha lazima azifanye. Fayakunu ruju'an amma badala li rabbih min nafsihi, itakuwa hapo mtu anarejea nyuma kutokana na yale ambayo amejitolea muhanga upande wa nafsi yake kwa Mola wake. Atarejea nyuma, ataanguka. Na vile vile wayuhtamalu an yakuna zajran li Aisha, maneno haya ya kuguna mtume tamko la inaweza kuchukuliwa kwamba ni gombezwa na mgombeza Aisha, au ni gombezwa na mgombeza mwanamke yule. Uchukuliwa vile vile mgombeza Aisha an madhiha almar'ata bidhalika. Kwa nini Aisha umekuwa akili yako haifahamu hapa? Unamsifu mwanamke kwa tabia hiyo? Hapa ilikuwa wewe mkiwa mtume, nyumba ambayo
yateremka wahi ilikuwa umuelekeze dini ilivyo. Wewe anakuja mwanamke mimi na kukuuliza unazidi kumsifu kwamba halali kucha ndo nini kumsifu halali kucha. Wewe ilikuwa umweke sawa hivi sivyo. Haukuja Uislamu kumfanyisha mtu ibada usiku kucha. Kiwiliwili kina haki yake kipumzishwe, macho yana haki yake, moyo na haki yake, akili na haki yake, watoto nyumbani wana haki zao, mke ana haki yake, mume ana haki yake. Mtume anasema a'ti kulla dhi haqqin haqqahu, kipe kila chenye haki kipe haki yake. Ndio Uislamu sahihi. Basi Mtume baada ya kuguna akaendelea na maneno mengine akasema alaikum bima tutiqun, jilazimisheni juu yenu yale muyawezayo. Ina maana hayo yanayofanya mwanamke si mambo anaweza binadamu, atafanya sasa hivi tu siku 2-3 tu, lakini baada ya miezi kadhaa au baada ya miaka kadhaa dini itaanza kumshinda, ataichukia. Akianza kuingiliwa na usiku, akikumbuka kwamba uradi wangu sijaufanya bado, swala zangu sikuzisali bado, anaanza kuona sasa pale dini imemuelemea, mzigo umekuwa mzito. Kumbe mzigo ule kajifika mwenyewe. Unafika wakati mtu anaanza kufikiria ya swali bado swala zangu zile, na siku hiyo umri wake ushambadilikia, na machofu kutokana na mhangaiko mkubwa alioupata. Pengine alifiliwa, kahangaika kutwa na mambo ya mazishi, au kahangaika kutwa na mambo ya mgonjwa na hivi na hivi. Anakumbuka kwamba ibada zangu sijafanya bado. Sasa anaanza kutia uchafu kwenye moyo wake kwamba dini ni mzigo mzito. Kumbe kajifika mwenyewe, na matokeo yake anaanza kuchoka, anaanza kuchukia, hatimaye anaporomoka. Kuporomoka maana yake ni mtu kukatilia mbali jambo alilojizoesha katika sunna. Kama analikata mtu, ameleta ghadhabu kubwa mno kwa Mungu. Kama utajifundisha jambo ulifanye, mathalan umejiwekea kitiba kwamba wewe ni mtu wa mwisho katika spidi ya kusoma Qur'ani, unapata angalau kila mwezi khitma moja kwa hisabu ya kila siku juzuu moja. Umejiwekea kwamba hii mimi sinishinde, spidi hii ndio spidi ya mwisho Mtume aliyoiweka. Sasa ikiwa mwenendo huu siku moja ukaona hukutoshi, ukaona kwamba ninaweza kusoma juzuu 10 kwa siku, kwa hivyo khitma kwa siku 3 naiweza, ukafanya vile siku 2-3, mwezi mmoja ukafanya vile, alafu matokeo yake ukaja ukafurutuka, ikaja hata juzuu moja huiwezi tena. Sasa ama hapo utaleta ghadhabu kubwa mno kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana Mwenyezi Mtume akamwambia sahaba mmoja, la takun mithla fulanin, usijifanye kama mtu fulani, kwa sababu mtu fulani huyo kana yakumu minal layli thumma tarakahu, alikuwa akisimama usiku kufanya ibada kisha akaacha. Ibada yenyewe ilikuwa ni mwezi mmoja wa Ramadhani tu, pale ilikuwa kila siku kwenye tarawih yupo na kwenye qiyamul layli yupo, anakubali kwenda masafa marefu nyumbani kwake na msikitini. Lakini mara tu baada ya kumalizika Ramadhani kwa mfano, ikawa basi qiyamul layl na tena, la takun mithla fulan, usiwe kama mtu kama huyu. Utajipeleka kwenye hamaki za Mola wako bure. Ni bora ujizoeshe jambo jepesi dogo kabisa. Una rakaa zako 3 mwenyewe hizo kila siku, ndo hizo. Halafu unajizoesha, unajiona spidi yangu sasa nitazoea, ama hata 5 nitazangafika. Au unakwenda mwenendo kwamba iko siku unafika 11, iko siku 3, iko siku 5, iko siku 7. Huu kwa hakika ni mwendo Mtume wa Mwenyezi Mungu akienda hivyo. Ziko siku 11 anafanya qiyamul layl, ziko siku 3, ziko nyingine 7, siku nyingine 9, siku nyingine 5, anakwenda hivi. Hakuwa akipiga kitu kimoja tu kila siku. Kwa hivyo Mtume akamwambia Bibi Aisha pamoja na yule mwanamke aliyokuja siku ile aliyosifiwa kwa ibada zake za kucha,
mtume akatamka tamko pale la jamu, sio kwamba mwambie bibi huyo ajilazimishe ayawezayo, la. Mtume alijua kuna na waislamu wengine vile vile watakuja kufanya mambo haya. Mtume akatumia alaikum, juu yenu waislamu yote, ma tufikuna, yale myawezayo, msijikalifishe msoyaweza katika mambo ya sunna. Kisha mtume akaendelea, fa wallahi, basi mimi ninaapa kwa Mwenyezi Mungu, la yamallu Allahu, hatokata Mwenyezi Mungu thawabu za mtu katika ibada zake, hata tamallu, mpaka nyinyi wenyewe mzivunje, mzikate, na mtazikata kwa sababu ya mambo hayo, kujitwika mizigo mizito. Anasema hii maana ya kusema hapa la yamallu Allahu hatta tamallu, hatokata Mwenyezi Mungu thawabu mpaka mkate nyinyi, kwa sababu wakana ahabbu dini ilaihi, ilikuwa dini ipendezayo kwake yeye Mwenyezi Mungu au kwake yeye mtume, ai ila rasulillahi, yani ilikuwa ni ile ambayo inadumishwa na sio ile ambayo nyingi halafu ikakatiliwa mbali. Alikuwa na hakika mtume mwanamke huyo kwa kusali kucha, ukifika umri fulani atakata, hatoweza, na kwa hivyo itapaka vuruga mambo yote, na kwa kuvuruga mambo yale itakuwa kajikatia thawabu. Mwenyezi Mungu atakuwa ameghadhibika naye, anaweza kuzikataa hata zile za nyuma, kwamba hakufanya kwa moyo safi, amejitwika mzigo mzito, hakuelewa Uislamu. Fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu, na hapa kwa Mwenyezi Mungu hatovunja Mwenyezi Mungu thawabu za watu mpaka wenyewe wavunje. Wa kana ahabbu dini ilaihi, na ikawa dini ipendezayo kwake Mwenyezi Mungu, madawa masahibuhu alaihi, ni ile ambayo ameidumisha huyo mfanyaji wake juu yake, imedumu kwa mfanyaji wake hata kama ni kidogo. Mtume akasema katika kauli nyingine, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla, amali ipendezayo kwa Mwenyezi Mungu ni ile idumishwayo hata kama ni chache kidogo, lakini kama inafanywa kila wakati, kila siku, basi hiyo inapendwa sana hiyo. Tayeb, hadithi hii muttafaqun alayhi, imewafikiwa juu yake na maimamu wawili wa hadithi. Wama, na lile kalimatu na lile tamko la mguno la ma, kalimatu nahyin wa zajrin, ni neno la kukataza na neno la kukaripia. Wa maana, na maana ya kusema la yamallu Allahu, yani la yaqta'u thawabahu, hatomkatia Mwenyezi Mungu mtu thawabu zake. La yaqta'u thawabahu ankum, hatozikata Mwenyezi Mungu thawabu zake kwenu nyinyi. Wa jazaa a'malikum, na malipo ya amali zenu hatokata, isipokuwa nyinyi wenyewe mzikate. Hatokata malipo ya amali zenu. Wa yuamilukum muamalat almali, na akuamrisheni mambo ya kukuelemeeni, iwe ni mizigo, hata tamallu, mpaka nyinyi wenyewe mtajifika mizigo mizito, mzivunje thawabu zenu. Fatatruku, mwisho wake manake mtaacha kuyafanya mlikuwa mkiyafanya mazuri. Fayambaghi lakum, basi inatakikana kwenu nyinyi, an ta'khudhu ma tuqiquna, muyachukue katika mambo ya sunna yale muyawezayo, mnaoyafanya kwa moyo mchangamfu, kwa urahisi, na unajipima kwamba mimi nitaweza kufanya katika maiti. Ma tuqiquna dawama alayhi, ni mambo ambayo mtayaweza kuyadumisha juu yake, liyaduma thawabuhu lakum, ili zipate kudumu thawabu zake kwenu nyinyi, wa fadluhu alaykum, na fadhila zake juu yenu, kuliko kufanya wingi wa jambo siku moja alafu kukatilia mbali na thawabu ukatwa vile vile. Atakwenda kuta mtu katika daftari lake hamna kitu, kwa sababu kafanya siku moja, kwa sababu kafanya mwezi mmoja, alafu ikawa basi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu uziondosha thawabu zile. Na katika baadhi ya njia zake nyingine iliyopokelewa hadithi hii kutoka kwa Bibi Aisha mwenyewe, kwamba Mtume alitumia maneno mengine siku ile, badili ya kusema alaikum bima tuqiquna fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Basi katika baadhi ya njia nyingine zilizopokelewa kwa hadithi ya Aisha vile vile imekuja hivi kauli ya Mtume, alisema
iklifu min al-amali ma tutiquna, badili ya alaikum imekuja iklifu, jikalifisheni amali za sunna zile mziwezazo. Fa inna Allah la yamallu, wa hakika Mwenyezi Mungu hatovunja thawabu ya mtu. La yamallu min athawabi, hatotengua Mwenyezi Mungu katika thawabu, hata tamallu min al-amali, mpaka nyinyi wenyewe mtengue katika ibada za sunna, mshindwe kuzifanya. Mkianza kushindwa kufanya nyiradi zenu, basi na mambo yameharibika. Hivi ndivyo zilivyo mambo, hivi ndivyo yalivyo mambo, hivi ndivyo zilivyo ibada za sunna hizi. Na ibada za fardhi ndio vile vile. Haitakiwi leo umefanya, leo umewacha, leo umefanya, leo umewacha, unajipa likizo bila malipo mwenyewe kwa mwenyewe. Mara umekuwa unafanya hivi, mara hivi, ni kwamba unachafua buku lako, unachafua daftari, utakwenda kukuta limekaa vibaya, mna absent, mna mambo ya 00 chungu nzima. Ni kwamba kudumishwa jambo la ibada ndio kitu muhimu. Kazi ngumu iko katika kudumishwa, na huwezi kudumisha mpaka uchukue wepesi wa mambo, pole pole, shay'an fa shay'an. Na unajitizama umri wako ulivyo, usijitike mizigo mtoto mdogo, kijana bado. Utakuja kukatilia mbali ibada katikati ikushinde, au utakusingizia halafu baadaye kwamba akili imeharibika hivi na hivi, unagonjwa wasiwasi na hivi na hivi. Ni kwamba ulibeba mizigo mizito, na umri ulikuwa haukubaliani na mizigo ile. Pole pole kabisa. Afada alhadith, imepidisha hadithi hii kwanza kabisa karahatu kathrati alibadati, kuchukia kwake mtume wingi wa ibada za sunna, khashiyat almalali walfutur, wa kuogopea kuja kuvunjikiwa watu thawabu na kuchoka. Jambo la pili katika hadithi hii, al-i'tidalu wa tawassutu fi adai al-ibada, yataka mtu kulinganisha na kuweka ukati na kati katika mambo ya ibada za sunna. Asiweke mzito wala asiwe hafanyi chochote katika sunna, awe ni mtu wakati na kati. Faida ya tatu, aktharul a'mali thawaban, katika vitendo vyenye kutoa thawabu nyingi zaidi, adwamuha wa in qallat, ni vile vilivyodumishwa hata kama ni kidogo kidogo vinafanywa, hata kama ni kidogo kidogo. Hiyo juzuu yako moja hiyo, madhali kila siku unaipata juzuu moja, bora hiyo kuliko 10 kwa siku moja. Ni bora hiyo moja kuliko zile 10 kwa siku moja, au kuliko 20 kwa siku moja. La, ni bora kidogo kidogo lakini za uhakika. Faida ya 4, fil mudawamati ala alqalili, katika kujidumisha mtu juu ya uchache wa amali za sunna, kidogo kidogo anafanya, istimraru ta'ati bidhikri, itakuwa kunampelekea yeye kuendelea na utiifu kwa kumtaja Mwenyezi Mungu sana. Itakuwa inampelekea yeye kuendelea na kumkumbuka Mwenyezi Mungu sana, madhali anafanya kila siku, kila wakati, japo kuwa kidogo, basi hatomsahau Mola wake abadan. Lakini zile chungu ya amali kwa mara moja halafu zikawachwa, zile zinakuwa zinamfanya mtu kujitoa upande wa Mwenyezi Mungu, hamkumbuki. Atakuja kumkumbuka Mwenyezi Mungu tena mwakani, mwezi wa Ramadhani. Ikishaingia Ramadhani mwakani, ndo ataanza kutafuta kanzu nzuri kwa ajili ya madarasa, kwa ajili ya qiyamul layli, kwa ajili ya hivi. Ikimalizika basi, na maana hamkumbuki Mwenyezi Mungu ila katika nyakati fulani au miezi fulani. Lakini zile zinaofanywa kidogo kidogo kila siku zinamfanya mtu amkumbuke Mwenyezi Mungu kila wakati, na Mwenyezi Mungu ndo jambo atakalo hilo, kukumbukwa na kutajwa na viumbe wake muda wote. Ukiweza kumkumbuka Mola wako na kumtaja Mola wako muda wote, basi umekaa juu ya mstari wa ibada. Ukijicheki mwenyewe, ukijiona kwamba baadhi ya siku, baadhi ya wakati mambo ya ibada yanakuwa yako mbali na wewe, basi ujue uko hatarini. Yataka kila wakati, kila mara Mwenyezi Mungu yumo ndani ya moyo wako, unamkumbuka. Wal muraqabati, na itapelekea kuchunga haki za Mwenyezi Mungu. Wal ikhlasi, na huku ndo kunapelekea kutakasa mtu nafsi yake katika ibada mbele ya Mola wake.
walikubali ala Allah, na inapelekea kuelekea upande wa Mwenyezi Mungu daima na sio kuelekea kwa shetani. Faida ya tano inayopatikana katika hadithi hii pia, alqalilu daim, kidogo chenye kudumu, yazidu ala alkathiri almunqati', inazidi mapato yake kuliko kile kingi ambacho kimekatika njiani. Alqalilu daim, ibada ndogo inayodumu kila siku ni bora, yazidu ala alkathiri almunqati', inazidi kuliko nyingi ambayo imekatika njiani. Na faida nyingine ya sita, tawfiyatu nafsi haqqiha. Hapa mtume anataka kufundisha jambo jingine muhimu, ni kuipa nafsi haki yake min almubahati, katika mambo yaliyokuwa halali, mambo yaliyokuwa yanajuzu kufanywa. Asije mtu akajifika mizigo ya kusali usiku kucha, kumbe kuna mambo ya halali kwake yeye imekuwa ni mambo ya wajibu wake, haki yake ile. Kwa hivyo inatakikana awe nayo mambo yale. Hapa mtume anafundisha vile vile tawfiyatu nafsi haqiha, kuitekelezea nafsi haki yake min almubahati, katika mambo ya halali. Fihi ajrun, ndani yake mna malipo, wa thawabun, na thawabu nyingi. Lakini idha kana alqasdu at-takwi, itapokuwa mtu anakusudia kujitia nguvu kwenye imani, ala al-amal, ili apate kutenda amali kwa vizuri zaidi, as-salih, zilizokuwa njema, wa ibadati llahi, na ibada za Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio hadithi ya mwanzo katika mlango al-iqtisadu fi ta'a. Hadithi ya pili, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, na kutokana na Anas ibn Malik, Mwenyezi Mungu amwiradhi, amesema, jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwaji nabii, walikuja watu wanaume watatu katika nyumba za wakeze mtume. Neno rahtin ay thalathatu rijali, walikuja watu wanaume watatu. Warahtu, na hili neno rahtu hili lughatan, kilugha ya Kiarabu, min thalathatin ila 10, linamaanisha idadi ya nambari kuanzia 3 mpaka 10. Kwa hivyo watu watatu wataitwa rahtin, watu wanne wataitwa rahtin, mpaka kufikia 10 rahtin. Lakini wakizidi 10 basi neno rahtin halitumiki tena. Kwa hivyo kilugha ya Kiarabu kalima rahtin min thalathatin ila 10 ni kuanzia 3 mpaka 10. Kwa hivyo walikuja watu watatu kwenye nyumba za wakeze mtume za sallama, na madhumuni ya safari yao hiyo, yasaluna an ibadati nabii, wamekuja kuuliza ibada za mtume wazijue. Nini anafanya mtume usiku, anaswali vipi, anachukua muda gani, rakaa ngapi, anasoma kiwango gani? Wamekuja kwa mtume kuulizia ibada. Falamma ukhbiru, basi zama walipopewa habari kwamba mtume ibada zake analala mpaka time kadha, akesha anairuka na swali mpaka time kadha, akesha anajinyosha tena na ngojea zana alfajiri. Kwa mfano, walipojibiwa jawabu kwamba mtume anafanya ibada kama hivi, na kufunga kwake anafunga kama hivi, hufunga katika mwezi mmoja sunna, hata sisi wakeze mtume tukadhani kwamba mwezi huu ataufunga wote, labda mtume mara ghafla anakula mchana, na siku nyingine anakula mchana, tukadhania sisi wakeze mtume kwamba safari hii mwezi huu naona kama ataula mchana wote, mara ghafla japo kwa siku 2-3 atafunga mwezi ule. Alikuwa mtume na kawaida hiyo. Walipopewa habari kwamba ibada ya mjumbe wa Mungu iko hivi, kaannahum taqalluha, kama kwamba wao walidhalilisha kuifanya kwamba ni chache. Basi hivyo tu, huyu mtume wa Mungu bwana, huwezi kuwa mcha Mungu wewe ukampita huyo, abadan. Mwenyezi Mungu anasema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika imekuwa kwenu nyinyi kuhusu mjumbe wa Mwenyezi Mungu ni kiigizo chema. Au inna lakum fi rasulillahi uswatun hasana,
ni kiigizo chema kwa mtume, na sio mtume awe anatizama wala ni wafuasi wake kwamba wanafanya vipi ile. Hapana, wafuasi wamwige mtume. Wao walipojibiwa kwamba